The reason naeka kwa ile trough, nataka watoto waanze kukula within. Mtoto pia aanze Remember, immunity ya kondoo huanga chini 2 times in a lifetime. Kwa wewe unayetazama kwa mara ya kwanza, hii ni safari halisi ya kuanzisha mradi wa ufugaji wa kondoo wa dopa shambani. Nilianza na kondoo wa kienyeji, lakini sasa nipo kwenye mabadiliko ya kuelekea dopa kama biashara. Kila video hapa ni hatua moja ya safari, bila kuficha gharama, changamoto au maamuzi ya shambani. These are also pregnant girls. It's the same thing. So hata ni huyu mdogo was given as a gift by huyu na ule amelala pale kwa lime green tag. Nilipatiwa kama gift na ule jamaa wangu ananifanyia shipping. Okay. So akiwa ndogo. So decided usikumpatia mimba. Kumpatia mimba kwanza. Yeah. But these also girls are PG. Unapima pia weight ndio upe mimba? Unaangalia tu hiyo condition tu ya mwili, sio lazima ati unapima. Muangalia ati awe ako healthy. Yeah. Then hapa these are lactating. Sasa hawa ni lactating. Watoto wao. Hawa wananyonyesha. Yeah. Na watoto wao. So, na wametulia vizuri sana. Acha tena hiyo chakula hata tulichelewa. Hiyo chakula wangeneko by 7 o'clock washakula, wataamka tena wakule. Sasa unaona kuna trough ambao ukule mwisho. So what I do, lactating, pregnant use the last 6 weeks tunapatia 200 grams. Weight gram. Lactating tunaenda dairy milk. Okay. Half a kilo per mother. Na hiyo dairy milk inawekwa kwa ile trough. Na ni dairy milk tu ya kawaida ya ng'ombe. Yeah, unaweza tumia I prefer to mix my own. So the reason naeka kwa ile trough, nataka watoto waanze kukula within. Mtoto pia aanze aanze kuzoea kukula. The earlier you train the rumen to digest, the better for you. Okay. So your dairy milk tunekanga kule. Utakuta watoto saa zingine wiki 2-3 wanachuka. Anachu. Kwa sababu unaanza kumtrain mapema. Yeah, but now in terms of dairy milk, I make my own. Kama say Monday nitapiga simu Nakuru. So we make it in tons. So ndio ikuwe cheap, economical. Baada ya kuzaa, hapo ndipo kazi halisi inaanza. Kondoo anayenyonyesha anahitaji lishe ya juu zaidi ili kuzalisha maziwa ya kutosha. Hakikisha anapata malisho bora, maji safi muda wote na madini ya ziada. Kwa mwanakondoo, masaa ya kwanza ni muhimu. Hakikisha ananyonya colostrum mapema. Mwanzo mzuri ndio unaamua ukuaji wa haraka na afya imara. Dairy milk is ideally it's 70-30. 70-30. Carbohydrates, protein. So what I do, I go 70 wheat bran, I'm a maize jam, pollard, 30% protein. 30% protein. Ama naweza decide, depende pale maize jam inachezea. Naweza enda 30% maize jam, 40% pollard, 30% sunflower. Ukienda hivi inakuja around 35-36 shillings a kilo. Kenda kununua ya unga iko 56. Iko 50, yeah. Now the other thing I'll do with that naongeza molasses, lime, toxic binder, streptomycin. Streptomycin ni antibiotic. Watoto. Ona sasa. Infection of diarrhea. Kama say for the first time tumeenda 2 weeks bila mtoto yote kuwa na issue ya diarrhea. Sababu tuliongeza streptomycin kiasi. So kufanya hivyo have good ni kweli. Yeah, so that's the thing to keep. So lactating news, kumbuka kuwapatia dairy milk. Then also these girls you also need to deworm them.
Immediately wakishazaa. Sasa si tuliwa deworm kama imebakisha mwezi wazae. Na wakishazaa wameanza kunyonyesha wa deworm hiyo. Remember immunity ya kondoo huanga chini 2 times in a lifetime. Kati ya kona mimba na lactation. So you need to keep an eye on that. Okay. Warm load yake. Yeah, then the other thing tukiwa hapa na watoto. Remember, na it's also in the PDF. Mtoto akizaliwa leo, umeona amenyonya. Na pengine the sign you are looking for ni ameenda choo. Okay. Mdunge 0.5 ml selenium. Yeah, kwa sababu ya white muscle disease. Okay. Now ndio unaweza na mtoto amezaliwa hata na nguvu ya kusimama. Wala Hispania tu nakwambia kama bakisha mwezi kuzaa. Nilisema tudunge Jovaclos. Hizo vaccine zote. Selenium. So we need to give that. Then the other thing we do with our kids every week for a month unapatia multivit. Kondoo aliye katika kipindi cha kupumzika bado ni sehemu muhimu ya uzalishaji. Hiki ni kipindi cha kurejesha mwili wake kabla ya mimba inayofuata. Mpe lishe ya wastani, dhibiti uzito wake na hakikisha anapata matibabu ya minyoo na chanjo kwa wakati. Usiwadharau hawa dry hews. Maandalizi mazuri leo, mafanikio kesho. Unaangalia, so I had a friend kuna drive matatu for almost 40 years. Hii imekuwa serikali. Imekuwa sasa ni ile anataka kupush. Then the other thing na umestock chakula kweli. Lazima bana. Kuna 90 grams. Tunaangaliwa this week. Hawa watoto tunataka the first week. First week. 5 days after kuzaliwa. Unataka mkia. Hello? Hello? Yes. How are you? Very okay. Yeah, we are running. Okay, sawa. But usiwahi tagi mtoto hata kupasua masikio. Kama mama hakuwa amedungwa Jovaclos 1 month before azaliwe. Inaitwa Jovaclos T ni tetanus. Ukimpasua, ukimkata anywhere na huko umemdunga atashikwa na tetanus. Amesema kama sinamu. That's something to really be careful about, but it's also in the PDF. Iko too. Yeah. Okay. Yeah. Jovaclos ni ya maana sana. Jovaclos like there's a guy alikuja hapa alienda darasa. Akaambiwa anafaa kuwadunga once a year. So these girls are dry use. Hawa ni dry. Mmoja hapa alikuwa na issue ya bloating, ila anakula kwa kona. Ule mwenye ulikuwa unamtibu asubuhi. Hawa ni dry sasa. My cycle anabeba mimba miezi 5. Miezi 3 anapumzika miezi 2. Or anabeba mimba miezi 5, ananyesha miezi 3, anapumzika mwezi moja. Yeah. So kama hawa tuliwin watoto the first week of January. Okay. Wamerest the whole of Jan. Wale ndugu watakuja kwa breed wanatoka SA mid February. Okay. So we want them to relax, warudishe mwili na deworm. Naangalia body condition. Nimeangalia all these girls, hakuna ambaye sita breed. Hawa wako sawa. Yeah, so that's the thing, you keep an eye on. Don't overwork the animal. Yeah, na kama amezaa mapacha, I don't breed him for the rest of the year. Okay. Yeah, kwa sababu amekurudishia tayari, so mpea recover kabisa. Sasa kama ule huyo bila alizaa leo, alizaa sasa atakuwa na mtoto wake let's say back around April. I might kind of breed maybe October, November huko mwisho. Anakaa na mtoto miezi 3. Kwa sababu sasa ananyonyesha wawili.
expecting a lot from her. Yeah, wacha amekutengenezea tayari. Yeah, so nimesema huyu atarest akiwa nini. Wacha apumzike. Yeah, so we had tulimkuta alikuwa amefura tumbo, so akapatiwa hiyo stop blot. Na temperature yake ilikuwa chini kidogo, akapatia oxytetracycline na dexamethasone. Alafu kwa sababu ya calcium, just in case kuna calcium deficiency nikamdunga kwa mgongo. Oh, okay. Calcium. So dry eels, windy animals, angalia, most important thing ni hakikishe warudishe mwili deworm, alafu angalia wale condition si poa. After that sasa ndume ingia hapa next. Nduma ingia. Nilikuwa kuonyesha kwa simu. Anafaa kuingia hapa once he lands. Nasema mid February. Mid February atakuja kama ingia. Okay. Will be done. Ni mzuri. Yeah, that's our salt knot. Hii imekuwa hatua nyingine katika safari ya ufugaji wa kondoo wa Dorper. Safari hii inaendelea hatua kwa hatua. Kuanzia mwanzo kabisa, maamuzi ya shambani, changamoto, hadi mabadiliko halisi ya mradi. Kama umeingia katikati ya safari, usikose kuanzia mwanzo, kwa sababu kila hatua ina maana yake, na ukikosa moja, unakosa picha nzima. Dorper ni biashara, na hii ni safari ya kweli, ya kufuatwa kutoka mwanzo hadi mwisho.